Kuna watu wanatoka asubuhi kwenda kutafuta riziki, wasipotoka hawawezi kula, wanaitarajia hii amani ndio kitendo cha wao kupata riziki. Sasa Mwenyezi Mungu sisi hatumuoni. Mwenyezi Mungu amekasimu mamlaka haya kwa viongozi wetu. Kwa hiyo nafasi iliyokuwepo katika dini kutambua umuhimu wa viongozi ni kubwa tofauti na sisi tunavyodhania. Kwa hiyo bali ni jambo kubwa ambalo kila Muislamu, kila mwananchi anapaswa kuitunza na kuilinda amani tuliyokuwa nayo. Sio kwa Oktoba tu, ni kwa muda wote, hata baada ya uchaguzi. Maisha yanahitajika watu waishi na amani, kwa sababu amani ndio msingi wa kila kitu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Yaqulu rabbul izzatu wal jalalu في محكم كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, pamoja na kumtakia ziada za rehema kipenzi chake mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, nichukue nafasi hii kuwakaribisha katika mada yetu ya leo ambayo inarushwa moja kwa moja kupitia channel yetu hii ya Islamic TV. Hivyo kabla ya yote nikutake ewe ndugu yangu mpenzi mtazamaji, usisahau kulike, kushare na kukomenti katika kurasa zetu ili kuweza kupata matukio mbalimbali yanayoendelea kurushwa katika channel yetu. Kikubwa tulichokusanyika katika siku ya leo, tuna mada mezani inayosema amani ni ahadi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na yeyote ambaye ataipoteza na kuiharibu amani, basi huyo ndiyo mpotevu. Na hii mada tumeiweka mahsusi katika kipindi hichi ambacho tunaelekea kama taifa katika siku maalumu Oktoba 29 kwa ajili ya kuchagua viongozi ambao watakaotuongoza sisi na kuletea maendeleo katika taifa letu. Na kumekuwa na makongamano mengi yakiendelea ya viongozi mbalimbali katika taasisi mbalimbali za kidini, wakihamasisha na wakiwashauri waumini wao juu ya suala zima la kuitunza na kuilinda amani tuliyokuwa nayo. Na mpaka imefikia hatua imejengeka dhana ndani yetu kwamba yoyote mwenye kulizungumza jambo hili la amani kwa munasaba wa kipindi hiki cha uchaguzi, kwamba mtu huyu anaonekana kana kwamba kuna percentage anaipata. Lakini hiyo ni fikra potofu ambayo tunayo, ndugu zangu Waislamu na wale ambao wasiokuwa Waislamu, lakini tunaamini uwepo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mimi nipo hapa kukuendeshea na kukuongoza katika kukuonyesha namna gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyolizungumza jambo hili la amani kupitia katika vitabu vyake vitukufu kwa mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mada ni amani ni ahadi ya Mwenyezi Mungu kwa waja wake. Kwa yeyote mwenye kuharibu amani, basi mtu huyu amemkasirisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ukirejea katika Qur'ani ambayo ndiyo kitabu kinachowaongoza Waislamu katika kuyaelekea yale ambayo yanawafaa wao katika dunia yao na akhira yao, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya kitabu hichi utaona kuna baadhi ya mambo mengi ambayo ameyaelekeza kwa wale ambao watakaopoteza muda wao au wakatumia muda wao vizuri katika kuisoma Qur'ani, basi watapata mazingatio yaliyokuwa mengi sana kupitia Qur'ani hii. Kwamba huu Uislamu ulipokuja ulikuja kwa kufuata taratibu zilizokuwepo, lakini kuondosha yale ambayo yaliokuwa sio mazuri katika jamii, lakini pia katika kutengeneza maadili yaliyokuwa sawa sawa katika jamii. Na ndio maana utaona katika taarifu, kwa maana definition ya lugha kuhusiana na neno Uislamu, anasema Uislamu maana yake ni al-istislam wal khudu' wal inqiyadu li awamirillah. Yaani kwa maana Uislamu ni kufuata na mtu kujisalimisha katika kuyafuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana utaona katika aya nyingi zilipokuja juzi kimtaka mtu kumuasa katika kufanya jambo zuri, basi aya hii moja kwa moja Mwenyezi Mungu anasema na wale ambao waliomwamini tu miongoni mwetu, hawasemi na watu wote. Ndio maana zinakuja katika aya ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Aya zimekuja katika hivyo kama hivyo,
na mifano wa aya mfano wake. Kwa hiyo maana yake tu Uislamu tutazungumzia kufuata, tutazungumzia kutii mamlaka. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utaona nafasi hii ameitoa kubwa kwa viongozi. Sasa kabla tujaenda huko, tuzungumzie katika hii mada ya amani. Katika aya nambari 55 katika surati Nur, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii amezungumza na waumini. Ukiangalia ibara hii, Mwenyezi Mungu anasema wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Mwenyezi Mungu katika ibara hii anasema amewaahidi wale ambao walioamini miongoni mwetu. Sio wote, lakini miongoni mwetu wale ambao wanamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wakafanya matendo mema. Amewaahidi nini? Anatengeleza, anakuja kwa kuonyesha ahadi yake, la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim. Kama Mwenyezi Mungu atawafanya wao kuwa ndio watawala katika ardhi kama walivyowafanya wengine kuwa watawala waliokuwa kabla yao. Hapa Mwenyezi Mungu akiambatanisha katika aya hii, utapata faida kwamba swala lolote linalotokana na mtu kuwa kiongozi katika jamii, basi huu ni mpango wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ijapokuwa sisi binadamu tumetengeneza process kama hizi za uchaguzi katika hatua ambao watu watapiga kura kumchagua kiongozi wanayemtaka, lakini anayepatikana pale ni anapatikana si kwa kura za wananchi, bali ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio amempa mamlaka yale ya kuwaongoza wananchi katika taifa husika. Kwa hiyo katika aya hii Mwenyezi Mungu ndio ameahidi baada ya watu kumwamini na kisha wakafanya matendo mema, basi Mwenyezi Mungu atawafanya wao kuwa makhalifa katika ardhi hii. Na hii utaona pia ukirejea katika mwanzo kabisa, Mwenyezi Mungu wakati anamuumba Adam, baada tayari majini kufurumushwa katika ardhi, Mwenyezi Mungu alisema kuzungumza na malaika wake, inni ja'ilun fil ardi khalifa, kwamba hakika yangu mimi nataka kumweka katika hii ardhi kiongozi. Malaika ili jambo liliwatatanisha, wakasema kwamba Mwenyezi Mungu nataka kumweka kiongozi na hali ya kuwa sisi tunakuabudu. Unataka kumleta mtu ambaye atakuja kuleta machafuko na vurugu katika dunia hii? Mwenyezi Mungu akamwambia, hakika yangu mimi najua msioyajua. Kwa hiyo swala la mtu kuwa kiongozi ni mpango wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini katika aya hii ukiona hapa kuna ibara Mwenyezi Mungu baada ya kuisha kuahidi atawafanya kuwa viongozi katika ardhi hii, akasema wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Mwenyezi Mungu atawabadilishia wao hofu kuwa amani. Kwa maana sasa ili mradi watu walikuwa katika hofu, kitendo cha kumwamini na kufuata yale maamrisho yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu ile hofu anaondoa, inakuwa amani. Katika mjeledi huu Mwenyezi Mungu ameizungumzia amani. Kwa hiyo hapa tunaona swala la amani si swala la mtu anazungumza kwa utashi wake, bali ni jambo kubwa ambalo kila Muislam, kila mwananchi anapaswa kuitunza na kuilinda amani tuliokuwa nayo. Sio kwa Oktoba tu, ni kwa muda wote, hata baada ya uchaguzi. Maisha yanahitajika watu waishi na amani, kwa sababu amani ndio msingi wa kila kitu. Na hapa Mwenyezi Mungu utaona hii amani ameileta kwa waumini wake, lengo ya abudunani la yushirikuna bi shay'a. Lengo Mwenyezi Mungu awe anaabudiwa baada ya kupatikana amani hiyo. Kwa hiyo amani hii ipo kwa ajili ya watu kumwelekea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo watukufu wa Islam, tunapozungumzia amani, kuna watu wanachukulia lijambo ni rahisi, na ndio maana utaona sasa hivi trending zimekuja nyingi kwamba kila mmoja kutokana na utashi wake, kwa kutaka sehemu katika sehemu anayokusudia yeye katika moyo wake, anafungamanisha haya mambo na kuashiria baadhi ya vitu vya uchochezi ili kusudi aweze kupata sehemu hii. Kwa hiyo yuko tayari kuharibu amani kwa jambo la mzaha la masihara analoleta yeye, ambapo jamii sasa ina react katika jambo lile na kulichukulia kubwa, na mpaka unaona linazidi kuleta hofu katika mioyo ya watu. Sasa mtu huyu ni kwamba amemkosea heshima Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na nazungumza haya si kwa utashi, ni kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama alivyosema ameamrisha yeye mwenyewe kupitia Qur'ani yake na kupitia katika kinywa cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye mwenyewe alisema wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
Mtume alisema kwamba mimi sizungumzi haya kwa matamanio yangu na kwa mapenzi yangu, isipokuwa mimi nashushiwa ufunuo kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo huu ni ufunuo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia kwa mtume wake Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sasa mimi nitakupa sehemu ya mifano ya kidunia ambayo kwa nini tunahitaji amani. Angalia katika maisha ambao sasa hivi tukiangalia katika jamii yetu, kila unapokuta kwenye ndugu, kila sehemu kuna migogoro ya ndugu. Na hata ukienda katika mahakama jumuishi, utakutana baadhi ya ndugu wamekoseana, sasa wapo katika masuala ya mirathi, bora kila mmoja ishie kwa sababu tu wanaona ndani ya familia hakupo kama alivyokuwa baba na mama, kwa maana amani imetoweka ndani ya familia. Kiasi cha kwamba sasa hivi tena hakuna mkubwa akamheshimu mtoto, wala hakuna huruma baina ya ndugu. Kila sehemu watu wamezidi kuvurugana, na wengine wanafikia hatua ndugu wanafungana kwa sababu tu amani imetoweka kwa maneno chonganishi ambayo yamepitia katika familia yao, ikapata nafasi ikaingia kwa ndugu wakagawanyika. Lakini amani nyingine, tizama kwa wale ambao wewe una mke au una mume, angalia katika maisha yako, wangapi katika maisha haya ndoa wameshindwa kwa sababu mtu anasema kabisa kwamba sihisi amani kuwa na mwenzangu. Jambo hilo analitamka, sihisi amani kuwa na mwenzangu. Vipi leo wewe tuizungumzie amani jumuishi kama amani hii ya kitaifa, ambayo kuna watu wanatoka asubuhi kwenda kutafuta riziki, wasipotoka hawawezi kula, wanaitarajia hii amani ndio kitendo cha wao kupata riziki. Lakini sio hao tu, rejea katika watu ambao wapo mahospitali, kwa maana wagonjwa waliokuwa mahospitali wanapata huduma sahihi na za msingi kwa sababu tu ya amani. Ikitokea amani imetoweka, basi angalia ni nani atakayeathirika katika hili. Yawezekana wewe ukawa na afya sawa sawa ukatoweka katika eneo hili, lakini tambua kuna watoto katika fujo na taharuki utakazozizua wewe zitakwenda kuathiri ambao hawajui chochote kinachoendelea kuhusiana na madai yako unayoyadai. Kwa hiyo watukufu wa Islam, ujumbe wangu wa amani kwamba amani ni mpango wa Mwenyezi Mungu, au amani ni ahadi ya Mwenyezi Mungu, na yeyote mwenye kuivunja amani hii basi mtu huyu ni mpotevu na amemuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini jambo la pili tutakuja kuzungumzia katika suala ambalo kwamba leo kuna maneno ya watu wengi kwamba hii amani kwa madai yetu kwamba haiwezi kupatikana amani kama haki haitoweza kupatikana, kwa maana haki pekee ndiyo njia ya kuipata amani. Lakini swali la kujiuliza, kwa mujibu wa mafundisho ya Qur'an, haki ni ipi kwa mwanadamu? Haki ni ipi kwa mwananchi pale kwa kiongozi wake? Utajikuta mwenye haki zaidi hapa ni mwananchi katika kumtii kiongozi wake kwa mujibu wa mafundisho ya Uislamu na kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mfano wa aya hiyo tembelea katika surati Nisa aya nambari 59. Utakuta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaita waumini, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, atiu Allah, kuweni watiifu kwa Mwenyezi Mungu, wa atiu Rasul, na kuweni watiifu kwa mtume wake Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, wa ulil amri minkum, na kwa wale ambao wana mamlaka kwenu, kwa maana ya viongozi wenu. Hii ndiyo taa ambayo Muislamu umefundisha ndani ya Qur'an. Kwa maana yoyote yule katika aliyemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili kusudi apate radhi zake, ni lazima yeye awe sami'na wa ata'na kwa kiongozi wake, kwa maana awe ni mwenye kusikia na mwenye kutii kwa kiongozi wake. Kwa hiyo swala la hapa anastahiki zaidi kupata haki ni sisi kuwatii viongozi wetu, ndio sababu kubwa ya kupata maendeleo. Na hili swala la kutii limekuwa hata Uislamu nao sasa hivi umefikia hatua unaharibika kwa sababu watu wamekosa taa hii. Lakini taa ni jambo kubwa kwa muumini kweli kweli. Haijalishi kiongozi atakuwa yuko vipi. Tizama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema atiu Allah, aliposema kuambia maswahaba wake isma'u wa atiu wa in istu'mila alaykum abdun habashiyun kaanna ra'sahu zabiba. Mtume anawataka viongozi wake, anawataka maswahaba zake wawe watiifu na wasikilize kwa viongozi wao, hata kama atakuwa amefanya kiongozi kwa wao. Kamtolea mfano wa mtumwa wa Kihabeshi ambaye kichwa chake ni kidogo kama zabibu, kwa maana ni mtu ambaye dhalili, lakini akawa na mamlaka kwao ya kuongoza sehemu katika sehemu yao. Basi Mtume kawaasa maswahaba zake wamtii. Sasa taa ya leo sisi, kwa sababu tumekosa kutii, ndio chanzo cha kuharibu kila kitu, na ndio chanzo cha kuleta machafuko, kwa sababu watu hawataki kuwatii viongozi wao. Tusichukulie kwamba mimi ni mtu maarufu, tumpe sifa na heshima ya kiongozi, kwa sababu kiongozi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema as-sultanu dhillullah,
viongozi ni vivuli vya Mwenyezi Mungu, wadhaahu fil ardi, ambao kaviweka katika ardhi. Kwamba Mwenyezi Mungu wawakilishi wake ni viongozi, sababu Mwenyezi Mungu ni mtawala na sote sisi ni watumwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Mwenyezi Mungu sisi hatumuoni. Mwenyezi Mungu amekasimu mamlaka haya kwa viongozi wetu. Kwa hiyo nafasi iliyokuwepo katika dini kutambua umuhimu wa viongozi ni kubwa, tofauti na sisi tunavyodhania. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu watazamaji wa Islamic TV kwamba jambo hili ni jambo kubwa sana. Jambo la kuwatii viongozi wetu, jambo la amani ni jambo kubwa sana. Haijalishi viongozi wetu watakuwa na madhaifu gani, bali sisi tunapasa kuwaombea dua na kuendelea kuwatii, kuwaunga na kuhakikisha kwamba popote pale yanapotolewa maneno machafu dhidi yao, sisi kuwakinga na kuwanusuru, ili kusudi tuweze kupata salama katika maisha yetu. Lakini jambo lingine la kuja kulizungumzia ni kuhusiana na hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siku moja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwaambia maswahaba wake, akieleza misingi ya kisiasa ilipokuwa imetokea katika zama ambazo za kina Bani Israel. Wana Israel enzi hizo walikuwa vipi wanaendesha maisha yao na wanaendesha taratibu zao za kidunia kwa kutumia viongozi wao. Nani walikuwa ni viongozi wao? Anasema kanat banu Israila tasusuhumul anbiya. Msingi wa Bani Israel walikuwa umejengwa na manabii, ndio walikuwa watawala katika zama hizo, zama ambazo mimi na wewe hatukuwepo. Kwa maana Mwenyezi Mungu alikuwa akileta mitume yake, ndio walikuwa viongozi wakuu katika mji husika na katika sehemu husika ambapo waliotumilizwa. Hakukuwa na kiongozi wa namna nyingine isipokuwa mitume ndio walikuwa viongozi wa juu. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maneno yake akaendelea katika hii hadithi akasema, wa innahu, anasema kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyun. Uongozi wao ulikuwa unahama kwa kila wakati ambapo pale anapotokea amefariki kiongozi mmoja, basi ndio anatawala kiongozi mwingine. Kullama halaku nabiyun khalafahu nabiyun. Inapotokea huyu amekufa, anakuja nabii mwingine ndio anakuja kuwa kutawala, anakuja kukasimu, anakuja kukaimu nafasi yake ya yule ambaye ameondoka. Wa innahu la nabiyyal ba'di. Mtume akafunga akasema, kwa hakika waliwashani hakuna mtume tena baada yangu. Nini kinatokea? Sayakunu khulafa'u fayukthiruna, watakuja viongozi na watakuwa wengi. Na mfano mdogo katika maneno haya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alizungumza muda mrefu kweli kweli. Lakini leo tuangalie viongozi tu wa mtaa tuna wangapi? Mjumbe wa shina, si kiongozi wa nani? Hata viongozi wetu wa kidini tuna viongozi, katibu, sijui mufti, sijui shekhe wa kata, na popote katika familia pale kuna kiongozi wa familia. Hawa wote ni viongozi. Fayuthiruna, Mtume anasema watakuwa wengi viongozi. Sasa maswahaba walikuwa ili jambo kwa wao limewatataniza na wanataka kujua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mtume wewe hautokuwepo na viongozi watakuwa wengi, na kila mmoja atakuwa na namna yake anavyoendesha eneo lake ambao anaolitawala. Sisi tufanye nini? Fama ta'muruna, nini unatuamrisha wewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Akawaambia Mtume, aufu bi ba'atil awwal fal awwali wa a'tuhum haqqahum. Anasema wapeni haki zao. Haki zao ni nini? Ni kuwatii. Katika hadithi imekuja nyingine, riwaya nyingine inasema as-sam'u wa ta'atun haqqun 'ala al-mar'il muslimi fima ahabba au kariha. Kusikiliza na kutii au kusikia na kuwa mtiifu ni haki yako Muislamu. Mtume anasema ni wajibu wako wewe Muislamu kwa kile ambacho unachokipenda na usiokipenda. Tena ametumika katika maneno ya wazi kabisa, fima ahabba au kariha. Kiongozi akikwambia tunajua kwamba wewe unafanya shughuli zako mpaka saa 6 na ndio unategemea kazi yako hii, leo usifungue, fima ahabba au kariha. Jambo linalokuchukiza kwamba vipi nitafungua, unaniambia nisifungue na hali ya kuwa mimi ndio maskani yangu ya kazi. Lakini kwa sababu ni paa ya kiongozi, Mtume anasema katika jambo ambalo pia litakuchukiza, ambalo kiongozi wako amekutaka, basi inabidi wewe mwenye kusikiliza na mwenye kutii. Huu ndio Uislamu umefundisha namna gani Muislamu anapaswa kuwa mtiifu kwa kiongozi wake. Kwa hiyo watukufu wa Islam, jambo la kuwa watiifu kwa viongozi ni jambo ambalo limesemwa sana na Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sisi ni jukumu letu kuwaombea viongozi wetu, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hashindwi kufanya kile anachokitaka yeye. Mwenyezi Mungu ni qadirun ala kulli shay'in, mwenye kuweza juu ya kila kitu. Sasa kwa kuhitimisha maneno yangu, niseme kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye mwenyewe anailinda na kuikinga amani hii.
Mwenyezi Mungu yeye ndo ameileta amani na yeye ndo anailinda amani hii. Kwa mujibu na hadithi na ufahamu wa hadithi ambayo imekuja hapa, na mimi nitakueleza kwa nini nimesema hivi maneno haya, kwamba Mwenyezi Mungu yeye ndio mwenye kuilinda na kuitunza amani hii. Ukirejea katika hadithi Qudsi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameanza kwa maneno mengi katika hadithi hii, lakini katika baadhi ya maneno yaliyokuja anasema laula mashaikhun ruku'un, lau kusingekuwa na watu wazima ambao ni wanafanya ibada zao baada ya kuisha tayari kumalizika kwa ujana wao, wamefikia na umri wa watu wazima, wakarudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu sasa anasema lau wasingekuwa watu wazima hawa, wa shababun ruku'un, na vijana ambao wameleleka katika misingi mizuri, wana adabu zilizokuwa nzuri, na wana heshima na ustaarabu, wana unyenyekevu kwa watu, lau wasingekuwa hawa vijana. Lakini pia wa atfalun rudhu'un, na wale watoto ambao wanategemea maziwa kutoka kwa wazazi wao, na vile vile wa bahaimu ruta'un, na wanyama ambao wanategemea malisho katika ardhi hii. Tazama Mwenyezi Mungu tunapoizungumzia lau, watu wa lugha wanasema linapokuja neno lau linazungumzia kuzuilika kwa jambo lililokuwepo. Yani sababu kubwa inapokuja mtu akiitumia lau ni kwamba kuna kitu kipo kinazuia kutokea iko kitu ambacho kinachotajwa hapo vitu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotaja katika baadhi ya makundi akasema washababun wasubiyanun yaqrauna alquran, na vijana ambao wapo katika madrasa wanasoma kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa nisaa'un muti'atun liazwajihinna, na wakina mama ambao wameleleka wenye adabu na kwa waume zao. Basi Mwenyezi Mungu anasema la ja'altu samaa min fawqikum hadida, ningeifanya hii mbingu kwenu nyinyi kuwa ni chuma, wal ardu jalida, na hii ardhi ningeifanya kuwa shaba, waturabu, na vile vile humchanga, ramadan, kuwa jivu la moto, wala unzilu lakum minas samai qatra, na wala nisingenyesheleza hata tone moja kutoka mbinguni, wala umbitu lakum minal ardi habba, na wala nisingeotesha chochote katika ardhi walau hata mbegu moja. Kwa sababu gani Mwenyezi Mungu anailinda amani hii? Kwa sababu kuna watu wenye uhitaji ambao wanamkimbilia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu yeye hataki kuleta machafuko kwa sababu kuna watu wanawatizama, na wewe pia usilete machafuko kwa sababu ndani yake kuna watu wanahitaji amani hii, na kuna watu ambao wamemwelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tuangalieni katika namna gani ya kuweza kuyasoma mafundisho haya, lakini tuyaishi, kwa sababu amani ndiyo kitu tunachokihitaji, na hakuna popote pa kuipata amani isipokuwa ni sisi kumwangalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametufundisha kitu gani. Kwa hiyo tunahitajika tuwe watilivu na wanyenyekevu kwa viongozi wetu. Wa ma alaina ila balaghul mubin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.